Moja ya kitu ambacho kila kanisa linatakiwa liamke, kila kanisa, kila watendakazi, kila watakatifu, moja ya kitu ambacho mbingu, ukisoma Biblia, inataka wakipe kipaumbele katika nyakati hizi ni swala kulistawisha kanisa. Nisema kulistawisha manake ku advance kingdom yake, kwa manake kuendeleza na kuhakikisha ufalme wake unaenea na unapata heshima kwa namna ya kwake. Bwana asiwe sana. Haleluya. Not. Baada ya anguko, labda nianze hivi itakusaidia. Baada ya anguko la mwanadamu duniani pale bustani Edeni, lililofanyika au lililofanywa na baba yetu Adamu na mama yetu Hawa, baada ya anguko kutokea pale bustani ya Edeni, ufalme wa Mungu umekuwa na misheni mbili. Nimejaribu kusoma Biblia, misheni mbili tu. Mbili. Misheni manake utendaji kazi wenye malengo mawili. Baada ya Adamu au baada ya anguko kutokea pale kwenye bustani ya Eden, malengo yamekuwa mawili au misheni mbili. Misheni ya kwanza ni kutafuta roho za watu waliopotea. Ni kutafuta roho za watu waliopotea, manake kuwarejesha kwenye zizi. Tuko pamoja? Hiyo ndio misheni ya kwanza. The moment mwanadamu alipotenda dhambi, alitoka nje ya zizi, alitoka kwenye presence ya Mungu, kwenye uwepo wa Mungu, akatolewa kwenye system, akawa terminated. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo serikali ya mbinguni au Mungu anapata hasara mwanadamu alipotoka. Unajua hasara gani? Mungu alipokuwa anaumba dunia hii, aliumba hii dunia kama project, kama mradi. Na Mungu alimweka mwanadamu duniani kama msimamizi wa mradi. Tuko pamoja? Alimweka mwanadamu kama msimamizi wa mradi. The moment yule aliyepewa kama msimamizi alipotenda dhambi na kukorofishana na yule mmiliki wa mradi ambaye ni Mungu katika dunia hii, miradi yake ikaanza kuharibika. Ninyi mnafahamu kibinadamu tu, umewekeza mradi wako bilioni 500. Unafahamu bilioni 500 au trilioni 1. Halafu umemweka mtu, umemwamini. Halafu ghafla amefanya blunders, amefanya alichokifanya. Halafu ghafla unamtoa kwa sababu ya mfumo na sheria na katiba zowekwa. Unamtoa. Unapomtoa ule mradi, wanakuja watu wengine wanauwai, wanaushika. Na unaangalia kuna vitu vinaanza kuharibika. Tuko pamoja? Vinaanza kuharibika. Kwa hiyo kitu ambacho hata wewe huwezi kuvumilia ni hicho, kwamba si tu utakasirika, lakini pia utaweka mchakato wa kurejesha kile kitu kirudi. Amen. Bwana asiwe sana. Inawezekanika katika huo mradi hakuna mwanadamu mwingine mwenye professional kama hiyo ambao ulikuwa umemwajiri. Ni huyo peke yake dunia nzima. Kwa lazima arudi yeye. Ni kama vile Mungu alipokuwa ameumba hii dunia, alimpa mwanadamu, sio wanyama wala ndege. Wanyama walikuwepo, ndege walikuwepo, samaki, wadudu walikuwepo. Lakini kwa sababu msimamizi alilengwa hapa ni mwanadamu. Amen. Kwa mujibu wa Biblia alikuwa hana option ya kutafuta kiumbe kingine. Amen. Kwa ukatokea mkakati wa kumrejesha. Amen. Kumrejesha huyu mwanadamu arudi kwenye ile original intent, nia ya kwanza ambayo Mungu anataka awe nayo na awajibu kwa yule mtu. Bwana asifiwe sana. Hii ndio misheni kubwa ya kwanza. Amen. Ya kwanza. Na hapa ndipo palipozaliwa kitu kinachoitwa wito mkuu au agizo kuu la Yesu. Amen. Kwamba enendeni ulimwenguni mote. Amen. Kuhubiri habari njema au ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hapa ndipo ambapo wito mkuu, ambapo ndipo Yesu ilimsukuma kuongea kwamba nimekuja hapa kwa ajili ya kutafuta kilichopotea.